Na karibu tena, tunaendelea na imetolewa fursa ya kubadilisha machaguo ya taasisi kwa wanafunzi ambao wamemaliza kidato cha 4 na wanataraji kujiunga na kidato cha 5 au vyuo vya kati au elimu ya ufundi, na hili linafanyika kwa njia ya mtandao. Serikali kupitia waziri wake wa TAMISEMI imetoa fursa kwa wahitimu wa kidato cha 4 kufanya mabadiliko ya taasisi, yani combination, na kozi mbalimbali ambazo wamezichagua kabla ya matokeo, na sasa baada ya ufaulu wanaweza kufanya uchaguzi kutokana na ufaulu wao na shule ambazo wanataka kwenda kujiunga, na wanaweza kufanya hilo kwa njia ya kielektroniki. Lakini ni muhimu pia tukajua hizi taratibu zinavyofanyika. Tunafahamu kwamba kwa wale ambao wanamaliza kidato cha 4 na kuendelea na kidato cha 5, sasa hivi kuna taasisi zaidi ya 60 baada ya hivi karibuni kuongezwa nyingine kama 49 hivi kufuatia mabadiliko yaliyofanyika kwenye sera ya elimu ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023, na hivyo kuongeza baadhi ya mambo kwenye taasisi. Taasisi nyingine pia zinahusisha lugha za kigeni, masuala ya elimu ya amali na vitu kama hivyo. Lakini pia tunafahamu kwamba kuna wale ambao wamefanya machaguo, walikuwa wanataka kwenda kujiunga na vyuo vya kati au elimu ya ufundi. Sasa baada ya ufaulu, unajua ufaulu wako ndio unaamua utakwenda kusoma nini kwenye hatua inayofuata. Kwa hiyo na fursa hii imetolewa ya kufanya mabadiliko kwa njia ya kielektroniki. Lakini hebu tujenge msingi, tuangalie mfumo unaotumika kwanza wa wanafunzi kuchagua nini watakachokisoma baada ya kumaliza elimu msingi. Sasa tunapozungumzia elimu msingi mpaka kidato cha 4. Mpaka kidato cha 4. Utaratibu ukoje, Kiando? Kwanza nitambulishe kwanza wageni ambao tunao hapa. Moses Kiando, yeye ni mchambuzi wa masuala ya elimu, lakini pia tunaye Derek Fred ambaye ni mhitimu wa kidato cha 4 Azania Sekondari hapa Dar es Salaam. Karibuni sana. Asante sana. Nimeweza kuuliza kabla hata kutambulisha. Asa unajua ameniponza Kiando, sababu Kiando tumekuwa naye mara nyingi, kwa hiyo ameshakuwa kama mwenyeji. Lakini pia hongera sana. Asante. Kwa kuhitimu kidato cha 4. Asante sana. Azania Sekondari. Matokeo yakoje? Matokeo yako vizuri. Ndio. Yako vizuri, nasemaje? Yakoje? Yako vizuri. Tuishi humo. Umefanya vizuri maana yake. Umefanya vizuri. Uko kwenye daraja gani? 1 tena single digit. Sasa wewe ndio unataja kabisa bado unataja kabisa haraka. Hongera sana. Asante. Na hii ni shule ya serikali, umefanya vizuri. Asante, nashukuru. Hongera sana. Na awali ulichagua nini? Ulichagua kuendelea katika level gani? Elimu ya chuo cha kati au kidato cha 5? Kidato cha 5 na 6. Masomo gani? Nilichagua GM. Okay. Nimekubali. Mambo ya uchumi, geography na hesabu. Ndio. Safi sana. Na ufaulu nimebalance kila kitu. Hongera sana. Asante. Sasa tuje pale nilipokuwa nauliza Kiando. Utaratibu uliowekwa ukoje hasa kimsingi wa namna ambavyo mwanafunzi anaendelea na masomo yake baada ya kumaliza elimu msingi? Na ni vizuri umetoa dhana hizo. Kuna elimu ya msingi na elimu msingi. Ni dhana mbili tofauti ambazo inabidi watu wafahamu kwamba elimu msingi ni mpaka kidato cha 4. Lakini elimu ya msingi bado iko kwa sasa mpaka darasa la 7, lakini mwaka 2027 tutakuwa tunazungumzia kuishia darasa la 6. Kwa mtaala uliopo ambao unaendelea, ambao sasa hivi wanaoendelea nao ni darasa la 4. Hasa kwenye haya machaguo, huu taratibu ni kama tu umerasmishwa, lakini ulikuwepo tangu awali. Kwanza mwanafunzi anapokuwa kabla hajamaliza au kabla hajajua ufaulu wake, anachagua taasisi ambazo anafikiri atakwenda kuendelea baada ya kuingia kidato cha 5. Ni utaratibu wa lazima kila mwanafunzi ajaze anataka kusoma nini, na unakwenda hivyo. Wengi kwa kujaza hivyo manake anaangalia ni anafanya nini kwenye masomo sasa, na anataka kuwa nani. Kwa hiyo inamsaidia mwanafunzi kufanya hivyo. Na utaratibu uliowekwa sasa sio mpya, ulikuwepo tangu zamani, isipokuwa sasa hivi unaweza kuwa umerasimishwa. Kwa kubadili tahasusi ilisha kuwepo baada ya mtihani kufanyika
na mwanafunzi kuangalia, pengine ukiacha mdogo wangu yeye hapa amesha balance, mambo yake yameenda sawa, kwa hiyo hana sababu ya kuingia kufanya mabadiliko. Lakini mwingine unakuta angalikuwa amechagua kitu fulani, maana yake ufaulu wake ungekuwa huko sawa sawa, lakini kile alichochagua awali kuna somo ambalo halikubaliani. Kwa hiyo kuna taratibu za kufanya ambazo zilikuwepo kabla ya huu. Ilikuwa unaandika barua TAMISEMI kutoa taarifa kwa katibu mkuu TAMISEMI kuomba kubadilishiwa baada ya kuwa umeona matokeo, lakini pia kuona kama kuna nafasi kwenye shule ambayo unaomba kwenda. Kwa hiyo huu utaratibu ulikuwepo, na ilikuwa inawezekana hata kufanya mabadiliko hayo ukiwa tayari umesha kwenda kuripoti kwenye ile shule ambayo umepangiwa. Ndiyo. Lakini kwa utaratibu huu mpya ni kwamba kuna kipindi cha mwezi mmoja kimetolewa. Baada ya hapo hiyo fursa inafungwa. Sasa na kuna vipi kuhusiana na wale ambao wanachagua kozi? Kwa sababu kuna hapa kuna mambo mawili. Kuna kubadilisha taasisi kwa wanaokwenda kidato cha 5 na kuna kubadilisha kozi ambazo walizichagua wale ambao wanakwenda vyuo vya kati na mafunzo ya ufundi. Vivyo hivyo, hii ni kwamba mwanafunzi anapokuwa shuleni wakati mwingine anakosa ushauri mzuri wa mtazamo, kwa sababu unapokuwa shuleni huelewi kwenye soko la ajira nini mahitaji. Na unapokuwa umechagua kule na umerudi jamii inakuuliza ulichagua nini? Mimi nilichagua hivi. Wakati mwingine shule anasema ni mob psychology, wengi walienda huko na ukaamua kwenda kwa sababu wenzako wameona huku ndo kwa kwenda. Lakini ukifika nyumbani unakuwa na watu wengine ambao watakushauri, na wewe ukiona kwa kweli ushauri huu unafaa sana, kwa hiyo unaweza kubadilisha ile kozi uliochagua ukachagua nyingine kulingana na mahitaji ya soko, kwa sababu kozi za sasa hivi na combination zimekuwa nyingi sana, lakini nyingi zimeangalia tunahitaji nini sokoni, tunahitaji wahitimu wa namna gani. Kwa hiyo jamii ikikuangalia na familia yako ikiangalia wakakupa ushauri, unaweza ukatumia sasa huo ushauri na ufaulu ambao unao kuamua kwamba ninatamani kuwa mtu fulani au kujiwekeza katika ujasiriamali fulani, na ili kufikia uwezo huo wa kufanya biashara au kutengeneza vitu ambavyo umeamua, kozi hii itanifaa zaidi kuliko ile niliyochagua. Kwa hiyo ina determine uchague nini baada ya kufanya ushauri na kuwa mtaani. Ndio. Awali umetueleza walikuwa wanalazimika kufanya uchaguzi hata kabla labda ya kujua zaidi. Hata sasa. Ni sasa hivi ndio tunaendelea. Yaani hiki ambacho wanataka kufanya sasa ni kitu cha pili. Wanabadilisha. Sasa mimi nakumbuka Hilda, mimi sijui kwa upande wako, lakini sisi wakati tunamaliza ulikuwa unachagua baada ya matokeo. Yaani baada ya matokeo mimi nakumbuka tulifanya uchaguzi wa combination baada. Sasa sijui ni kwamba utaratibu ulikuwepo wakautoa alafu umerudi tena au imekuwaje, au ndio utaratibu mpya ambao unatumika sasa hivi? Kuna uchaguzi wa kwanza alafu baada ya matokeo unaweza kubadilisha, sio kuchagua. Ulishachagua. Kwa hiyo sasa hivi kinachofanyika ni kubadilisha machaguo. Nataka kufahamu wakati mlikuwa mkichagua Derek, mlikuwa mmejuzwa zaidi kuhusiana na haya au ilikuwa tu unaambiwa wewe chagua masomo ambayo unadhani utachukua? Hapo unajua hizi cell forms zinakuja, tunaambiwa kwamba jaza baada ya muda fulani utarudisha. Wanasema kana mzazi, kana mtu yote ambaye amekuzidi, ili kama mshauriane hivyo. Kwa hiyo tunapata muda wa kukaa, tunasikiliza kwamba mimi bwana nataka nisome kitu fulani. Mzazi akisema hichi hapana, hichi ndio, tunasikiliza. Kwa ilikuwaje? Ilikuwa ndio chaguo lako moja kwa moja ama ulibadilisha kutokana na ushauri uliopokea? Hapana, mimi kusema kweli mimi ndo ninayesoma, sio mzazi anayesoma. Kwa hiyo wazazi wanatofautiana. Kuna wale wanakuambia mimi nilisoma hii kwa hiyo nataka usome. Hapana, mimi ndo ninayesoma. Kwa hiyo uchaguzi nilifanya peke yangu. Sikuwa na mzazi kuniambia bwana chagua hichi, hapana. Nilikuwa nachagua mwenyewe nikiwa nimetulia. Ndio. Na kwa nini ukaamua kuchagua hicho ulichochagua kwa maana ya EGM? Hapana, yani unajua kuna sasa hivi nataka nifanye mabadiliko pia. Nataka nifanye mabadiliko. Unataka hiyo EGM uliangalia vitu gani? Unataka kubadilisha? Nataka nibadilishe. Wakati ule uliangalia vitu gani?
Niliona kwamba nahitaji kusomea uchumi kidogo. Nataka nisomee uchumi kidogo. Nataka usaidie uchumi wa nchi yetu. Na sasa hivi nini ambacho kinabadilisha mtazamo wako? Mtazamo umebadilika, nataka nisomee kitu kingine kabisa. Ambacho nini? Nataka nisomee kuhusu diplomasia. Nini ambacho kilibadilisha mtazamo wako? Kilichobadilisha mtazamo wangu ni kwamba actually mimi ni kiongozi. Tanzania pale nilikuwa waziri mkuu. Sasa nikaona kwamba IGM naenda kusomea nini sasa, nitakuja kuwa mwanauchumi nini, lakini kuna ile unafanya kazi kwa moyo alafu kuna kufanya kazi kwa yani inatoka ndani. Sijui unanielewa. Sasa nikaona kwamba I like leadership. Sawa. Kwa nini sisomee masomo ambayo intended baadaye nitafika huko. Lakini tuna viongozi ambao wamesoma masomo uchumi au tofauti. Tulikuwa na Rais Magufuli, yani amesoma chemistry. Mhandisi engineer. Hapana. Ni maamuzi yangu. Mimi nataka kujua, ujue ni katika kipindi kifupi hili limetokea ukabadilisha. Umebadilika ni katika kipindi kifupi. Hapana. Kuanzia mwezi wa 11 tumeweza mtihani, mwezi wa 12 mpaka nilikuwa natafakari. Nimekaa chini nikamueleza mama, nikamueleza baba. Wakasema kwamba unapenda nini? Nikamwambia bwana, mimi napenda siasa, napenda diplomasia, napenda uongozi. Kwa akasema basi itokea chance ya kuja kubadilisha, then badilisha, hakuna shida, it's okay. Combination gani ya taasisi gani ambayo unaenda kuomba sasa? Sasa nitaomba HGL. Sasa kwa sababu umegusa sema ambayo na mimi pia na interest ninapatenda. Nitakuuliza maswali mengi sana. Sawa, haina shida. Unajua nikimwangalia wewe ni kama mimi nilikuwa napenda sana kuwa pilot. Kwa nataka nikasome PGM. Lakini baadaye na mimi nikahama, yani nikajikuta tu baada ya kwenda kuwa kiongozi na nini nikawa nimehama na mimi nikafuata mkondo huo. Lakini sasa hebu niambie nini kinakuinspire kwenye hiyo direction ambayo unakwenda? Yani kinachoniinspire ni kwamba nikiwa sehemu yote, sio kwamba nimekaa nimefanyaje, mtu anaweza akaja akisema wewe utanisimamia hichi. Yani ile leadership yani imekuwa inaonekana sana. Kwa hiyo nikaona kwamba then let me invest in leadership. Kwa muda ambao umebaki advance na chuo. Ngoja lakini ukizingatia kwamba wewe umefanya vizuri pia kwenye masomo ya sayansi, ndio? Kwa hiyo umefanya vizuri kwenye masomo ya sayansi na masomo ya arts yote. Lakini sasa wewe unataka kwenda kusoma masomo ya arts. Katika kundi ambalo kimsingi na Mwalimu Kiando hapa atakuwa shahidi, ni kundi ambalo lina watu wengi sana. Sawa. Kundi ambalo unaondoka ni kundi ambalo bado linahitaji watu, kwa maana kwamba lina opportunities nyingi, kwa maana ya science, engineering, yani ni taaluma za kipaumbele kwa sasa hivi. Sasa kwa nini unaondoka kwenye sehemu ambayo kuna chances nyingi, unakwenda sehemu ambazo tayari kuna watu wengi, wakati unaweza ukachukua huku na bado ukapata hicho unachokitaka? Wanasema wengi soja. Wengi soja. Kama naamini kwamba leadership ipo ndani yangu, hata nikienda kukaa kwenye watu wao wengi, nadhani itaonekana kuliko niende huku kwenye engineer, I don't know, daktari nini. Hapana. Kwa nini niende, bora tu niende huko. Nadhani itakuja. Yani kama kipo is there. Na ulipokuwa unamaliza ulikuwa umechukua masomo gani? Mimi nilipomaliza nilikuwa sayansi. Kwa sayansi. Lakini vipi manake hapo umesema unaenda kusoma HGL. Geography sina shida kwa sababu ilikuwa ipo kwenye ile EGM kwa umechagua. Vipi kuhusiana na history na lugha, language? Progress yako, yani umekuwa ukifanyaje, yani matokeo yako yamekuaje kwenye masomo hayo wakati unasoma kidato cha kwanza mpaka shule? Yote nilikwambia kwamba nimebalance kila kitu. Kwa hiyo masomo yani kuchagua. Kwa hivyo unaweza kusoma kombi yoyote. Naweza nikasoma kombi yote. History na English na Geography na. Kwa hiyo
ni mimi sasa kuchagua wapi niende. Na uzuri anakuwa na uhuru huo kwa sababu ni wewe tu Ni mimi tu. Yeah. Ni kama yani ana dishes, yani kuna vyakula tofauti anachagua tu anachotaka. Sasa unajua hapo tumeongelea, akasema kwake ilikuwa rahisi zaidi kwa sababu wazazi wake walimpa pia hata nafasi hiyo ya kufanya maamuzi. Lakini wengine tunashuhudia ushawishi mkubwa wa mzazi au mlezi kumtaka mtoto achukue tahasusi fulani sababu tu mzazi alichukua hiyo au anaipenda hiyo, au kuna ndoto alitakiwa, mfano hapa good luck tuseme kwa sababu alitaka kuwa rubani na hakuwa, aje baadaye amshawishi mtoto wake achukue masomo ili awe rubani. Unadhani nafasi ya mzazi na mlezi katika kumsaidia mtoto kukua na sio kutimiza ndoto za mzazi ni kubwa kiasi gani? Na mzazi ni Mungu wa pili hapa duniani. Ukiacha Mwenyezi Mungu, wazazi wamepewa nafasi ya kumsaidia mtoto kwa nafasi ya Mwenyezi Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ni watu wa muhimu sana. Lakini jambo la msingi ambalo wazazi wanatakiwa kujua ni kwamba mtoto wao ana nafasi ya kwake peke yake kama mtoto na kama binadamu mwingine. Kwa hiyo si vizuri kumlazimisha mtoto kufanya kile ambacho unataka kwa sababu wewe umekifanya au ulikikosa. Ni vizuri kumsaidia mtoto kwa kuangalia yeye anapenda nini, ikiwezekana kumguide kwa kuangalia ili atafakari zaidi, pengine kuangalia soko, kuangalia kile unachokiona kwake, lakini si kwa sababu wewe hicho ulikikosa au wewe hicho ndicho unachokifanya na kwa hiyo unataka mtoto afanye hivyo. Ni vizuri kuacha watoto wakawa na uhuru wa kuchagua na wanakuwa wawajibikaji zaidi kwenye hicho kuliko kile ambacho wamechaguliwa. Wengine wanafikia hata kumwambia mtoto kama utasoma hichi basi sitakulipia ada. Ni jambo baya sana. Kwa kweli tuwaombe wazazi wafahamu kwamba wao sio yule mtoto, yule ni binadamu kamili mwenye tafakuri kamili ambaye pia ana direction ya kwake. Kwa sisi wenye imani, Mungu amempangia njia yake. Kwa hiyo kukupa wewe mamlaka ya kuwa msaidizi ni kumsaidia ili aende sawa sawa kwenye ile njia ambayo. Lakini kuna familia ambazo zina biashara ama zina vitu ambavyo labda baba anatamani kupata mtu wa kuviendeleza. Kwa mfano unakuta una familia ina law firm kubwa tu na baba anatamani mwanae akasome sheria ili aweze kuiendeleza, ama wana biashara kubwa, wana viwanda, kwa natamani hata mtoto wao akasomea masuala ya biashara, business administration, ili aje asimamie biashara za familia. Ni sahihi, na ninachosema ni kwamba wazazi wasilazimishe ila kumshawishi na kujenga hoja mtoto akaanza kupenda na kuelekea uelekeo ule ni kitu kizuri sana. Yani ni kama mchezo wa siasa kwamba unajenga hoja, kama husomei hiki hakitakuwa. Hiyo sasa ni utaratibu mwingine. Lakini kumkalisha mwanao, na ukiacha sisi wafanyakazi ambacho mtu hawezi kurithi kazi yako, lakini kwa mfano wafanya biashara wakubwa si ndio wewe, kwa sababu wewe ni mtangazaji hapa, unataka mtu kuendeleza utangazaji wako, uje uendelee pale kitoka uje kutangaza pale kipindi kile hapa. Lakini kama ni businessman mkubwa, na ndio maana sisi kama Moffett tuna training ya succession plan. Unafanya nini ili mtoto wako au ili jamii biashara yako iendelee kuwa, sababu kuna watu pia hasa jamii zetu ya Kiafrika mpaka anafariki mtoto hajui chochote kabisa kuhusu miradi ambayo mzee au mama alikuwa anaiendesha, kwa sababu anadhani hawajafikia hiyo. Sasa ni vizuri huo utaratibu, kama familia ina biashara, ni sahihi kabisa kwa mzazi kumshawishi mtoto kwamba this is where life is. Usipende sana kuajiriwa na serikali wakati familia ina project ambayo wewe tunatarajia utaiendeleza. Kwa hiyo hicho ni kitu kizuri, lakini wanaweza kumshawishi badala ya kumlazimisha. Hivi Derrick, kingetokea kwamba mambo yangekuwa tofauti, ukaambiwa bwana, sisi tunataka usome kitu fulani, ungefanyaje? Imetokea, mbona alikuwa ananishawishi nisome, lakini nimekuja na msimamo yangu kwamba bana yani ni kaka zangu alikuwa ananishawishi kwamba bana, wakati mnasoma I was not there.
mlisoma mkafika Kwa huko. uhuru wenu. Walikuwa Kwa wanataka uhuru usome wenu. nini? Walikuwa wanataka usome labda engineering, daktari. Si wanaona kuna opportunities. Wanasema kuna sababu gani walikupa? Walisema sababu gani? Wanaona kwamba kuna soko la madaktari, kuna soko la engineer, la maengineer hivyo. Kwa sasa sasa hapo nilikuwa kwenye wakati mgumu kidogo. Kuna mtu mpaka nikampigia nikamwambia sasa inakuaje, akaniambia hapo cha kufanya unatakiwa ukae chini uwaeleweshe kwamba bwana mimi nahitaji hichi na hichi na hichi, naona kwamba this is my way. Yeah, kwa nikaambia kwamba I need to study this and this and this, kwa akakubali. Lakini kwa mbinde, lakini kwa mbinde haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi. Kwa mbinde sana. Kwa mbinde. Sasa ukiangalia ni kwamba kunakuwa na mabadiliko Kiando. Hata mimi mwenyewe nikijiangalia nimewahi kutamani vitu vingi sana. Kama nilivyokuambia, nimewahi kutamani kuwa pilot, nimewahi kutamani kuwa padri. Sasa hivi nikatamani baadaye sasa nikatamani kuwa mtangazaji na nimekuwa mtangazaji. Yaani kunakuwa na hizo ni katika wakati gani? Ni katika wakati gani mtoto ama mwanafunzi sasa anakuwa tayari tunajua kwamba sasa huyu ndoto yake ni hii na ni yeye mwenyewe anatakiwa kujua afanye maamuzi kama ambavyo wanafanya hapa, ama kuna watu wanatakiwa kumsaidia kwamba wamwambia na wewe kwa jinsi tunavyokuona wewe utakuwa mzuri sehemu fulani. Kama nilivyosema, kila mtu ana njia yake na utamaduni wa nchi mbalimbali duniani unaamua pia mustakabali wa mtu. Na ukienda zaidi kwenye imani ni kwamba Mungu anakupa unachohitaji, sio unachotaka. Kwa unaweza ukataka vitu vingi sana, lakini maisha yakakuelekeza kwamba hiki ndio staili yako, wewe unaweza kufanya vizuri huku. Kwa hiyo inawezekana hata mdogo wangu alichoamua naamini kwamba ndicho, inawezekana sio cha kwake. Na ataendelea kutafakari. Eventually baadaye ukija kuona huyu bwana mdogo ni daktari mkubwa sana Muhimbili, si jambo la kushangaza sana. Hasa kwa nchi zetu za Kiafrika hatuna mentorship ambayo inamchukua mtoto tangu akiwa mdogo akawa anakuwa tukawa tunajua kwamba yanasoma, lakini huyu ni footballer. Baadaye atakuwa mcheza mpira. Yaani mtu anajikuta tu ukubwani ndo amekuwa tayari mzizi, ana shine yuko Yanga. Lakini inawezekana mzizi ukimuuliza miaka kadhaa nyuma hajawahi kufikiria kwamba atakuwa kwenye hiyo. Kwa hiyo katika mazingira yetu ya Kiafrika bado hakuna kanuni hasa ambayo inakutuelekeza kwamba katika wakati huu mtoto unaweza kama mzazi ukaanza kumwelekeza. Inategemea familia na familia na exposure ya hiyo familia. Wako wengine ambao wanapatia kumsaidia mtoto kukua katika eneo hilo, lakini wengi wanasisitiza tu kwamba usome, lakini hakuna hasa mwelekeo ambao unatolewa hasa, na hakuna kipindi maalum. Ni vizuri katika kipindi hiki ambacho tupo mwanafunzi akaanza kujitambua mwenyewe, na kwa kupitia hivyo watu wanaanza kuona kitu gani anakiweza na kuweza kumsaidia kuelekea kwenye hicho anachokimudu. Sasa kwa unadhani maanake ni kwamba ni vizuri tukaanza naye akiwa sahihi kabisa. Na ndoto inaonekana akiwa hapo. Kuna njia mbili. Kama unataka mtoto awe fulani, unaweza pia kumtengeneza akiwa mdogo kabla hajaanza kuchanganyikiwa yeye mwenyewe. Kwa hiyo kama unataka awe labda mwana michezo, lakini si mpaka uone hicho kipaji ndani yake, sio? Inawezekana usikiona ukakitengeneza. Inawezekana kabisa. Akamtengeneza. Au unamsaidiaje? Sasa hii ndo ile, kwa mfano mzazi anataka uwe kama alivyo. Achana na vitu vya kusomea. Tunazungumzia wenye vipawa. Unataka awe mcheza mpira. Kwa mtu anaanza kumpeleka kwenye academies mapema sana. Katika miaka ya awali huyo unaweza kujua kwamba huu sio upande wake. Lakini kama ndio upande wake, akigrow huko, huyo atakuwa ni mtu mahiri sana kwenye hilo eneo, kwa sababu ulianza kumtengeneza mapema. Kwa hiyo ni kwa njia ya kumtengeneza. Lakini nyingine ni kwa kuangalia anapenda nini ili kumsaidia kuelekea huko. Wanasema hata vitu vingine sisi katika Kiafrika unaona sio fursa, lakini mtoto ni mgomvi sana.
kumbe inawezekana ukimtengeneza kile na kumbe ni kama kinyo fulani hivi kanakuwa, lakini hujamtengenezea tu mwelekeo wewe unachukia na kumpiga kwamba huyu ana nidhamu, lakini uwezo wa kujiamini na kufanya hivi anaweza, ngoja tumtengeneze aje kuwa ndo star wa ngumi kwa nchi yetu ya Tanzania, anaweza kutengeneza hivyo. Lakini katika miktadha ya kawaida huyo mtoto ataonekana na kiburi, atachapwa, baadaye tunatengeneza jambazi. Sasa hem turudi kwako. Unajua aligusia hapo kwamba inawezekana siku zinavyozidi kwenda mambo yakazidi kubadilika. Unajua wewe unakwenda kidato cha 5 na cha 6. Utatoka hapo tena utakwenda chuo kikuu, utaanza kufikiria sasa chuo kikuu unaenda kusoma nini. Niongeze tu kidogo, umemwongezea kitu kingine kwamba anatamani kuwa kiongozi, lakini umempa mifano ya watu wengi ambao walikuwa walimu, walikuwa nani, lakini hiyo dream bado ikatokea. Kwa hiyo inaweza kaondoka hapa ikamtafakarisha, kumbe naweza nikasoma uchumi ule ule alafu baadaye bado nikawa diplomat, kiongozi ambaye ni mtaalamu wa uchumi. Kwa hiyo ni kitu umemwongezea kabisa. Sasa ndo hapo na kuuliza kwamba wewe upo, tumia neno la Kiingereza, upo open minded, yani kwa maana ya kwamba bado unajifungulia kwamba okay, mimi kwa sasa hivi nimechagua hiki, lakini bado ninayo nafasi ya kuendelea kuchagua. Au ndio unasema bwana, mimi hapa mimi ndo nimefunga hivi? Hapana, bado nipo open minded. Unajua sisi tupo Afrika. Hatutaki kudepend kwenye kitu kimoja. Kwa hiyo nipo open minded. Kama kuna kitu ambacho kitakuja, nipo flexibility, naweza nikabadilika. Kwamba naweza nikapita huku, lakini lengo langu nifike kule, lakini kama tutakuwa kuna ways hapa katikati nitapita. Lakini uchaguzi wa hiyo ni swala la kubadilisha taasisi umeshafanya tayari? Bado hujafanya. Lakini maamuzi tutazungumza bado, maamuzi yako ndio hayo ya kwenda kusoma HGL. Sasa lakini kwa hilo mjadala umeufunga, yani hauendelee kupokea maoni. Endelea kupokea maoni. Bado muda upo. Bado muda upo. Safi kabisa. Na mimi kwa ushauri wangu kama kaka yako, endelea kupokea maoni, lakini mwisho wa siku uamuzi utabaki kuwa wako. Ila usiache kupokea, yani usiache kusikiliza hoja. Yani mtu ambaye anakuja, asije tu mtu anakuambia usifanye hivi, fanya hivi, akupe hoja kwa nini anakuambia. Na msikilize, mwambie kwa nini unaniambia hivi. Msikilize, alafu baadaye sasa wewe mwenyewe ukikaa mwenyewe unapima. Unasema bana okay, kuna hivi na hivi na hivi. Basi kwa hiyo nikifanya hivi basi unasema bana mimi. Lakini usikaze kamba, yani ndio maana nikakuuliza uko open minded ili kuona kama ni mtu ambaye unaweza ukaendelea kupokea na kushaurika. Kabisa. Mambo yanakuwa namna hiyo. Tena kaka mwingine tena. Kabisa. Mimi nimempa tisa yeye. Mimi nampa furaha yeye anachagua. Mimi simwambii kile kasome hiki, lakini mimi najaribu kumuongezea options zaidi. Ila tuzungumzie kwenye msingi. Umesema kwamba umekuwa ukifanya vizuri, tena inaonekana umefanya vizuri masomo yote. Kwenye msingi ambao umetengenezwa kwenye shule uliokuwa unasoma, ni kwamba ni shule ilikuwa inafanya vizuri kwenye masomo yote, kwa maana kwamba kwenye masomo yote kuna walimu sekondari, yani maana yake wewe umetoka sekondari kidato cha 4 ndio unaenda cha 5, maana yake shule ambayo sasa unatoka unasoma. Kwa sababu tuna changamoto ya shule nyingine, unakuta kuna baadhi ya eneo, kwa mfano wao wako vizuri kwenye biashara. Unajua hii ni shule ambayo kwenye masomo ya biashara wako vizuri. Kuna shule nyingine unakuta kuna walimu wasi, yani ndio wako wengi. Kuna shule nyingine unakuta sayansi. Sasa shule yenu, nataka nijue shule yenu ikoje ili nijue msingi pia ambao umeupata kwenye shule ulikuwa unasoma. Msingi uliopata pale Tanzania ni mzuri sana. Serikali inajitahidi sana. Inajitahidi pale, unakuta mwalimu anapostaafu, kwa hiyo tunaona kabisa mwalimu huyo anastaafu, lakini ndani ya muda mfupi mwalimu anakuja mwingine. Kwa hiyo Tanzania pale uongozi upo vizuri, kwamba kisha kwamba wanafunzi wanasoma, material hapo, library hivyo. Unaweza unaona kama library pale haitoshi, unaweza ukaenda maktaba ya taifa pale ipo karibu. Kwa msingi ambao nimeupata pale Tanzania ni mzuri sana. Shule ina walimu, mazingira mazuri ya kujisomea, vitabu vipo,
ni wewe tu. Vipi kuhusiana na ufaulu wa wengine sasa, ukiachana ufaulu wa wanafunzi wengine kwa ujumla? Ufaulu kwa ujumla niseme wahitimu wa mwaka jana tumejitahidi sana. Division 1 mko ngapi? Division 1 zipo 100 na kama so 104 hivi. 104. Na jumla wanafunzi wote mko ngapi? Tulikuwa 327. 100 nao mpaka Division 1. Division 2? Division 2 ziko chache, 3 chache, 4 hamna na 0 hamna. I say 4 na 0 hamna. Yani ni shule ya serikali. Shule ya serikali. Sasa hivi naona mambo ni mazuri kidogo. Naona sasa hivi hata ukiangalia licha ya kwamba umetoa ile kuweka shule ya kwanza mpaka ya ngapi, lakini ukiangalia shule za serikali sasa hivi zinachuana sana na shule za private. Sahihi. Hii inatoa tafsiri gani hasa kwenye ubora wa elimu ambao tumekuwa tukiuzungumzia mara kwa mara? Serikali imeendelea kuwekeza kwenye elimu. Waliwekeza sana kwenye miundombinu, baadaye wameendelea kuwekeza kwa walimu na kuboresha kwa kufanya mafunzo ya mara kwa mara. Na kiukweli unapofikia kwenye kidato cha 4 na tunapoelekea kidato cha 5 na 6, shule za serikali zinafanya vizuri sana na umekuwa ni utaratibu wa miaka mingi. Ukiangalia hata wakati ule wanatoa orodha ya shule ambazo zimefanya vizuri, kidato cha 5 na kidato cha 6 shule za serikali zinakuwa nyingi sana pale kwenye top 10. Kwa hiyo ni jambo la kawaida. Na kwenye shule hizi za kitaifa, maka Tanzania iko kwenye level ya shule za kitaifa. Kuna zile za kata, kuna za kitaifa na kuna za vipaji. Tanzania wako kwenye ngazi ya shule za kitaifa ambazo wanafunzi wanaoenda ni wale ambao pia wamefanya vizuri kwenye elimu ya shule za msingi. Wamefanya vizuri zaidi kulinganisha na wale ambao wanaenda kwenye shule za kata. Kwa hiyo kama shule imejipanga vizuri, inakuwa ni matarajio kwamba wanafunzi pia wakikazana, wakifanya vizuri kama ambao wamefanya, inakuwa si jambo la kushangaza wakifanya vizuri. Sasa amezungumza hapa kuhusiana na ndoto zake, ni kama anazifahamu, lakini unaweza ukazungumza na kijana aliyemaliza kidato cha 4 lakini bado hajaweka ule maamuzi hajawa nayo, ama hajui, anaweza kuambia tu hafahamu anataka kuwa nani, anataka kuchukua masomo gani. Anaweza akasaidiwa vipi? Kwa ulimwengu ulivyobadilika, ninataka kuamini kwamba baada ya kuwa wametoka kwenye shule, wamekuwa majumbani, wamekutana na watu wengi sana, wamepata ushauri wa kutosha. Muhimu kwa sasa kwenye eneo lao ni kwamba wanapokwenda kwenye masomo watie juhudi, kwa sababu ni ile juhudi ambayo itamfungua kuendelea kutafakari na pokutana na wanafunzi wanaotoka maeneo mbalimbali, utamaduni mbalimbali, utafanya endelee. Bado ni kipindi cha kwao cha kutafakari, lakini zaidi wakazanie kile ambacho wameenda kufanya, kitamfanya kwa chochote ambacho kitakuwa mbele yake baadaye awe mahiri kwenye eneo lake. Kwa hiyo hicho naweza kuwashauri wakazane kwenye masomo, kule wanakokwenda wafanye vizuri. The future is good for them. Unazungumziaje shule hizi ambazo hizi shule zetu tuseme kwenye kutoa mafunzo based on kipaji cha mtu? Yani kwa mfano shuleni mlikuwa mnasoma, si mlikuwa mna watu wanacheza mpira, wanajua kucheza mpira vizuri. Kuna watu wanajua uongozi kama wewe. Kuna watu labda wanajua kuimba. Watu kama hao wenye vipaji kama hivyo, nini kilikuwa kinafanyika kwao katika shule ulikuwa unasoma kwa mfano? Mfano pale Tanzania, watu wenye kipaji nao walikuwa wana special, yani walikuwa wanatritiwa kivyao, kwamba you are a player, kwamba ukifika muda wa muda wa kufanya mazoezi lazima wakafanya mazoezi. Yani kuna mpaka watu wanafanya mazoezi pale, mpaka tunatengeneza academy ya vipaji. Tumetengeneza clubs ambazo zinasaidia sasa kugether watu sehemu moja, alafu
tunatafuta sasa vipaji. Unakuta tumegather watu hapa, tunaambia anayetaka kuja kuimba aimbe. Amsikiliza huyu afai kakae. Akija mwingine akifaa okay, unaweza. Akitokea sasa kwa sababu pale Tanzania tunaweza tukaja kuambiwa tu kwamba tunahitaji watu fulani kwa mfano Umiseta tunahitaji mwanamuziki mmoja. Kwa hiyo tunakuja tunamchukua tu yule mwanamuziki ambaye alikuwa anaimba vizuri then. Mazingira ya watu ya Tanzania kukuza vipaji yalikuwepo. Nimeuliza hivyo kwa sababu tumefanya mabadiliko unaweza kusema kwenye sera ya elimu toleo la mwaka 2023 kuna baadhi ya mambo lakini tunajua ile inakwenda kidogo kidogo kwa vipande. Lakini tuna hoja ambayo ilileta haya mabadiliko. Moja kati ya hoja ambazo zimeleta mabadiliko ni kwamba mwanafunzi tunatumia miaka 17, tunamweka shuleni miaka 17. Akitoka pale tumempa vyeti, alafu tunamrudishia mzazi tena akahangaike kumtafutia kazi ya kufanya. Hoja mzee Kishimba. Lakini huyu mtoto kumbe alikuwa tungeweza tukamtengeneza akawa mchezaji mpira, tungeweza kumtengeneza akawa nani katika tena hata bila kutumia miaka yote hiyo ya kumweka shuleni. Sasa unadhani nini ambacho kinaweza kikafanyika kikatufikisha huko, licha ya kwamba tumeona haya mabadiliko ambayo yamefanyika kwenye sera na yanakwenda kidogo kidogo, lakini ili tuwe na spidi katika kuhakikisha, kwa sababu tuna tatizo tayari lipo, vijana wengi sana wako mtaani hawana kazi. Tumeona ajira zinatangazwa, kunakuwa na rundo maelfu kwa makumi kwa maelfu ya watu wanakwenda kuapply zile kazi, wanakwenda kufanya interview. Sasa ili haya mabadiliko yaweze kuanza kuonekana kwa haraka, nini hasa ambacho kinahitajika Kiando? Tunaamini katika mifumo, lakini pia lazima tuamini katika watu. Na ndio maana nchi kama Marekani ina mifumo vizuri sana, lakini unaweza kujua kwamba huu ni uongozi wa Trump sasa. Kwa sababu kuna mtu nitaje tu kwa mfano kwenye elimu, unazungumzia shule kama Makongo. Unaweza sijajua mkuu wa shule sasa hivi, lakini unaweza kujua kabisa wakati Kipingu yupo Makongo ilikuwa ni ya tofauti kidogo. Yaani ilikuwa ni shule ya michezo. Kwa hiyo serikali inachoweza kufanya ni kubaini, yani imeweka mfumo ambao unataka utekelezwe, lakini ni kubaini watu ambao wanaweza kusimamia ile mifumo ikatekelezeka. Kwamba hii shule tunataka iwe shule ya amali na taasisi hizi na hizi zifanye kazi. Ni nani katika walimu wetu anaelekea kuwa na mwelekeo huu, asimamie hiki kitokee? Atasaidia kujenga mfumo, lakini as a person, kwa sababu ana passion na hicho kitu kitokee pale, kitafanyika vizuri sana. Ndio maana nimetoa mifano hiyo kwamba nchi na watu wengi sana wanaotekeleza majukumu huku chini. Lakini rais ana nafasi kubwa sana ya kutengeneza mwelekeo wa nchi. Hafanyi kazi yeye kila sehemu zote, lakini mwelekeo wake unaonekana. Kwa mtu anaweza kusema serikali ya Rais Samia jinsi ambavyo ilikuwa tofauti na Rais Magufuli, jinsi ambavyo ilikuwa tofauti na serikali ya Rais Kikwete, kwa sababu sio, inawezekana wafanyakazi wa huku chini ni wale. Kwa vivyo hivyo kwenye hizi taasisi ambazo baada ya kutengeneza mfumo kwa maana ya sera na mitaala kubadilika, lakini kunatakiwa kuwa na jicho la ziada kuangalia ni akina nani kwenye hizi sekta ndogo ndogo wanasimamia ili hivi vitu vitokee. Tukifanya hivyo kama nchi tutakwenda kwa haraka zaidi kuliko kwa sababu mfumo upo, yeyote anaweza kasimamia. Kuna wengine wanaenda kuharibu mpaka hii shule mbona kama haifanyi kama ambavyo tulikuwa tunatarajia, kwa sababu ni nani anaongoza timu iliyoko pale ili waweze kufanya hayo matokeo. Sawa kabisa. Asante sana Derrick, tunakushukuru. Kwa dakika moja pengine tuanzie kwako Derrick, unadhani ni kitu gani ambacho kikifanyika kwa utofauti kinaweza kusaidia wanafunzi zaidi, hata wale wanaokuja katika uchaguzi wa tahasusi? Na kujua vitu ambavyo wataenda kusoma na ambavyo pia watakuja kuvifanyia kazi hapo baadaye. Niseme tu kwamba Wizara ya Elimu ingefanya kitu kimoja. Sasa hivi ukitaka kubadilisha taasisi mpaka uingie kwenye website zao. Sasa kuna watu wanashindwa kufanya hivyo. Kuna watu wengine wanashindwa kufanya mabadiliko ambayo yapo online. Kwa hiyo kama ingewezekana wangetengeneza app
app moja ambayo mtu ukiingia unaweza ukafanya vitu vyako kwa haraka, so mpaka uanze kuingia Google, uanze kusearch na nini hivyo. Pia serikali iendelee kutoa taasisi ambazo zipo relevant to the environment. Kwamba ni mtu tunamtrain mwanafunzi aje kudili na environment. So kwamba tunamtrain aje aangalie tu environment, ajue and tumtrain mwanafunzi aje kudili na environment. Kama anaweza ni mwanamichezo, basi kuanzia huku chini awe shuleni kuna academy hivyo. Aanze kukua kwenye michezo. Kama ni kiongozi, then awe anapita kwenye njia hizo za uongozi. Asante sana Derek. Na hapo pia niwakumbushe kwamba katika mfumo ambao umeuzungumzia, mfumo ambao unatumika sasa hivi ni kuingia kwenye website. Kwa hiyo ya hapo ambayo umeipendekeza, labda pengine kama wataichukua, lakini sasa hivi unatakiwa kuingia kwenye cellform.tamisemi.go.tz. Unaingia pale, unaona zile ambazo ulichagua, basi unarekebisha. Na hapo unapaswa kuandika jina lako la mwisho, mwaka wa kuzaliwa na alama za ufaulu uliopata kwenye somo atakaloulizwa, na mfumo wa swali lolote ambalo pia ataulizwa. Kwa hiyo ukiingia kwenye mfumo huu hapo, hayo maelekezo utayakuta pale, na nafahamu pia unajua jinsi gani ya wanafunzi wengi wanafahamu, sababu pia mnakuwa mnaelekezwa pia. Kwa sababu pia serikali imejitahidi kuleta kompyuta shuleni. Yaani shuleni tunakuwa tunajifunza kompyuta, kwa haya yanakuwa mambo madogo. Sawa guys. Kiando, kwa kumalizia. Kwa kumalizia, mimi niseme tu serikali iendelee kufanya jitihada za kufanya maboresho, kwa sababu mwanzoni ni kama sasa hivi wameleta sasa kweli mwanafunzi anachagua, kwa sababu ule mwanzoni kwamba wewe unachagua, unatoa mapendekezo, lakini anayekuchagulia taasisi ni TAMISEMI. Wale ndio wanaenda kuchagulia kulingana na ufaulu wako. Kwa hiyo sasa wameboresha zaidi kwa kuleta kwamba pamoja na kwamba tumekuchagulia, lakini unayo nafasi ya kuangalia mahitaji yako. Kwa hiyo maboresho haya yaendelee vizuri. Asante sana. Shukrani sana. Nataka kushukuru. Anasema anataka nitoe shukrani. Shukrani. Labda nataka kushukuru walimu wake kwa kumsaidia kupata division. Hapana. Shukrani ni kwa serikali. Unajua kwa sababu gani? Serikali imeweza kuintegrate kati ya elimu na teknolojia. Zamani ilikuwa ni difficult kufanya machaguo kwenye mitandaoni. Kwa hiyo serikali imepiga hatua kwenye kuintegrate kati ya elimu na teknolojia. Tukupe nafasi pia, wape shout walimu wako bwana. Unajua kutengeneza mpaka umpata division tena, na ulikuwa kiongozi. Unajua ukiwa kiongozi unakuwa na majukumu mengi sana. Actually nilikuwa na majukumu mengi. Nilikuwa waziri mkuu, kwa hiyo nilikuwa na majukumu mengi. Mtendaji mkuu wa serikali. Mimi nilikuwa hivyo ndio maana naelewa. Kwa hiyo ni kwamba tu walinifunza kwenye misingi kwamba hata kama ukiwa kiongozi kuna muda wa kusoma. Yaani wamekufundisha jinsi ya kutumia, yani kumanage muda, ya kutumia muda. Kwamba kuna muda ambao nitakuwa nasimamia watu na kuna muda ambao nitakuwa nakaa chini najisomea. Kwa hiyo nawashukuru sana walimu wangu wataje pia baadhi yao. Nawashukuru sana walimu wangu wa primary. Walimu mkuu wa shule Mr. Fernand, mkuu wa shule wa Zania Mr. Kayombo na walimu wake wengine. Hapo kwenye mkuu anawakilisha wote. Mkuu anawakilisha. Safi kabisa. Hataki ugomvi. Sio mwalimu Kiswahili sijamtaja hapa. Mtaja mkuu wa shule inatosha. Safi kabisa. Derek Fred ambaye ni mhitimu kidato cha 4 kutoka Azania Sekondari, tumekuwa naye hapa. Shukrani sana na tunakutakia kila heri pia katika safari yako ya uongozi na unavyoendelea pia na masomo yako. Tulikuwa na Moses Kiando pia, mchambuzi huyu na mdau wa masuala ya elimu. Amekuwa pia na taasisi ya Moffett ambayo imekuwa ikitoa mafunzo kwa kiasi kikubwa katika elimu. Ndivyo ambavyo tunakamilisha hivyo kwa sasa.